mwanzoni nimesema kwa sababu hamkufikia yale makubaliano tuliyofanya, lakini ukifuatilia kwa makini kazi ambayo nimeifanya mwaka jana imerahisisha sana kazi mwaka huu. Sehemu ya mambo ambayo tulikuwa tumeangalia kwa changamoto kubwa mwaka jana, mwaka huu yameonyesha kuwa yamefanywa kazi kwa kina. Yako mambo ambayo yanaonyesha hata hoja za mwaka huu zimepungua tofauti na nyuma. Hiyo ndio kazi ambayo wataalamu tunatakiwa kuifanya. Mimi ni wapongeze sana. Nisema mwanzo kwamba mwanzoni tunazungumza, mkoa wetu umepata bahati zaidi ya miaka 3-4 mfululizo kuletewa bajeti ya maendeleo kwa 100%. Tumekuwa tunapata mapema sana. Bajeti ya maendeleo ndio inaenda kutafsiri miradi ya maendeleo kwa wananchi ile tunayojipangia. Kwa kupata kwa kiwango kikubwa, maana yake inaonyesha dhamira ya serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan ya kuweka msukumo kwenye kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi wetu. Na hiyo ndio dhamira ya serikali na ndio matarajio ya wananchi tunaowaongoza. Kwa hiyo hilo jambo kulitafsiri kwa vizuri namna hiyo inaleta tija kubwa. Ninajua sasa hivi kwa rais kutomkuta diwani hata mmoja, kila mmoja awe kwenye kona yake anafikiria namna gani mambo yake yanaenda vizuri. Lakini imeonekana kuhudhuria kwa zaidi ya 90%. Hii ni dalili kwamba mnafanya kazi kwa moyo na kwa dhamira ya dhati ya kutafuta matokeo na sio kutafuta maslahi binafsi. Kushukuru mkuu wetu wa mkoa. Tangu mwaka wa fedha wa mwaka jana kwenye kikao cha baraza ya CAG niliona na nimegundua shauku, nia na lengo, upendi na kutamani kuona halmashauri zilikuwa na rundo la hoja. Na hilo nafikiri kama ulivyojisemea mwenyewe kwa halmashauri yetu ya Mbozi, jitihada za dhati zimefanyika na umeona kwamba kile ulichoagiza kwenye mkutano wetu wa CAG mwaka uliopita umekuwa na matokeo mazuri. Nikushukuru sana kwa niaba ya waheshimiwa madiwani kwa maelekezo na miongozo ambayo mmeitoa katika kikao chetu hiki. Tunaamini sote kwa pamoja tunakwenda kuyaishi yale ambayo mmetuagiza, na tunaamini tutashirikiana pamoja na management yetu ya halmashauri ya wilaya ya Mbozi kuhakikisha kuwa tunakwenda kuyafanyia kazi yale ambayo tumepewa maelekezo katika kikao hiki. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wengi wameshasema mengi. Kikubwa ni kuendelea kuombeana. Najua leo si mwisho, lakini tunaelekea mwishoni. Ile ya mpenja ndio dakika za jioni, hata kama hatuchezi, si ndio? Ni dakika za jioni kabisa. Tunaamini ushirikiano utaendelea kuwepo kwa sababu bado wananchi wana imani kubwa na matarajio makubwa kutoka kwetu. Tusichoke kuendelea kuwafanyia mema wananchi. Tunajua zoezi liloko mbeleni lipo kwa mujibu wa sheria, lakini umuhimu wetu na kwenye jamii zetu bado upo pale pale. Tuendelee kuhakikisha tunaendelea kuyasimamia yale ambayo matarajio ya wananchi yanafikiwa. Tuendelee kushirikiana nao katika mambo mbalimbali. Tuendelee kusimamia amani na utulivu kwenye jamii yetu, kwa sababu hilo ndilo pekee na ndio tunu pekee ambayo tuliachiwa. Amani hii imetufanya kikao hiki cha masaa matatu tumebishana kwa hoja, lakini tumeendelea kuwa wamoja. Hatukuwa na msimamo mmoja, kila mtu alikuwa na hoja yake, lakini mwisho wa siku kwa sababu ya tunu tuliyoachiwa ya amani tumemaliza kikao salama. Kwa hiyo tukushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tunakuahidi sisi kama madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi katika maeneo yetu tunaendelea kuhakikisha kuwa tunu hii ya amani tunaendelea kusimamia kwenye maeneo yetu, na tutaendelea kufichua viashiria vyovyote vitakavyohatarisha amani kwenye maeneo yetu, kwa sababu tunajua usalama ndio kitu pekee ambacho kinatufanya sisi sote tuendelee kufanya majukumu yetu, tuendelee kufanya maendeleo na tuendelee kuwahudumia wananchi kwa amani na utulivu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukushukuru sana kwa muda wako, kwa maelekezo yako, lakini kwa kuwa nasi
katika kipindi chote. Kama binadamu yawezekana tulikukwaza, tunaomba utusamehe. Maanake yawezekana umesema leo nafasi yawezekana ya baraza kama hii ikawa nadra, na ikitokea ikawa ya bahati mbaya, ndio